Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwalimu wa neno la Mungu, na nikukaribishe tena kwenye mwendelezo wa somo letu ambalo tumekushalianza, ambalo tulikuwa tukizungumzia uzima katika kifo. Na kusudi kubwa la somo hili tulikuwa tunaangalia kwamba Mungu alikuwa anakusudia nini kumwambia Adamu kwamba atakapokula lile tunda hakika atakufa. Mungu alikuwa anakusudia kumwambia nini kwamba Adamu pindi atakapochagua kumuasi hakika atakufa. Tulikuwa tunaangalia kwa kina zaidi nini maana ya kile kifo ambacho Mungu alikizungumzia katika sura ile ya pili na katika sura ile ya pili ya kitabu cha Mwanzo, wakati ambako Mungu anampatia masharti Adam kumwambia kwamba waweza kula matunda yote ya bustani, lakini tunda hili usile, lakini kama utachagua kula hakika utakufa. Tuliangalia kile kifo na tukasema kwamba maana ya kwanza kile kifo katika sura hile, Mungu alikuwa anamaanisha habari ya kupotea. Mungu alikuwa anamaanisha kile kifo ni kupotea, na kama jinsi ambavyo tuliona matokeo ya baada ya kula lile tunda, Adamu alipotea. Baada ya muda fulani Mungu anakuja kwenye bustani, anamuuliza Adamu, uko wapi? Kwa hiyo tukazungumzia mambo mengi na tukaona mara nyingi sana ambapo tunapochagua kuishi maisha ya dhambi huwa tunapotea kwenye uwepo wa Mungu, huwa hatuonekani kwenye uwepo wa Mungu. Mara nyingi sana huwa tunadhani kwamba tunapofanya dhambi inaweza ikachukua miaka mingi kuleta matokeo, lakini matokeo yake huwa yanakuja hapo hapo. Pengine tunaweza tusiyaone, lakini katika ulimwengu wa kiroho unapotenda dhambi tu hapo hapo na kuwa umekwisha potea. Kwa hiyo tukazungumza vitu vingi, tukasema kwamba ni either uchague kufa ama kuua mwili wa dhambi ili uishi maisha matakatifu na upatikane katika uwepo wa Mungu, au uue maisha yako ya utakatifu kisha upatikane katika maisha ama katika ulimwengu wa maisha ya dhambi. Kwa hiyo tulikuwa nafasi mbili tu za kuchagua ni wapi ambapo unaweza kusimamia. Kwa hiyo Adamu alifanya maamuzi na akachagua kuondoa ama kuondokana na maisha ya utakatifu, akaruhusu dhambi ingie kwenye maisha yake, na matokeo ya kuruhusu dhambi ingie kwenye maisha yake, tunaona kabisa kwamba dhambi ilikuja pamoja na hichi kifo. Sasa leo tunataka tuangalie maana ya pili, ama inamaanisha nini, ama ishara nyingine ya kifo hiki ambacho Mungu alikuwa akizungumzia kwenye maisha ya mwanadamu. Tunajua sisi wote kuna wakati ambako tunaanguka na tunatenda dhambi, kama jinsi ambavyo nilisema kwenye somo lililopita kwamba unapotenda dhambi si kwamba unaanguka hapo chini na unakufa hapo hapo kama jinsi ambavyo ilikuwa imeahidiwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili. Lakini ni nini ambacho kinatokea sasa pindi ambako mtu anaanguka dhambini, ama pindi ambako mtu anaingia dhambini, ama pindi ambako mtu anaruhusu kifo kiingie kwenye maisha yake? Tukija katika tafsiri ya kawaida, ama tukija katika maana ya kawaida na picha ya kawaida katika habari ya kifo, panapotokea kifo, kitu ambacho huwa kinafanyika pale, mahusiano huwa yanavunjika. Ikiwa wewe ni mume, una mke, ikitokea kwamba mke wako amefariki, ule uhusiano umevunjika na una uwezo wa kuingia kwenye mahusiano mengine ama kuoa mke mwingine. Na hata viapo vingi ambavyo huwa watu wanavitamka kanisani wakati ambako wanaingia kwenye ndoa, huwa wanasema kwamba atakuwa pamoja hadi kifo kitakapotutenganisha. So kifo huwa inamaanisha kuvunja mahusiano. Kifo huwa inamaanisha kuvunja mahusiano. Lakini tunapozungumzia bali ya kuvunja mahusiano, lazima tupate picha nyingine kwamba unapovunja mahusiano haya, maana yake ni kwamba umefungua mlango wa kuzaliwa mahusiano mengine. Ndivyo hata ilivyo hata kwenye urafiki wa kawaida. Ukiona kama ulikuwa na rafiki ambaye mlikuwa mnapendana sana, na imefikia wakati sasa yule rafiki ni kama amebadilika, sio kama jinsi ambavyo ulimzoea hapo zamani, ni ishara kwamba huo urafiki wenu umekufa, ama huo urafiki wenu umeingiliwa na mahusiano mengine katikati. Kwa siku zote pindi ambako mahusiano ya watu wawili yakianza kuyumba, lazima ujue kwamba kuna mtu ambaye anajaribu kuingilia katikati hayo mahusiano. Lazima ujue kuna mtu ameongezeka katikati ya hayo mahusiano. Wakati Adamu alipokuwa kwenye bustani, alikuwa na urafiki mkubwa sana na Mungu. Adamu alikuwa na rafiki mkubwa sana na Mungu. Ukija kuangalia tangu jinsi ambavyo tunaanza kusoma hizi habari za Adamu kwenye sura ile ya pili, unakuja kuona jinsi gani ambavyo Adamu alikuwa na urafiki na Mungu. Kiasi kwamba Mungu baada ya kuwa amefanya uumbaji,
maandiko yanatuambia kwamba alileta wanyama wote aliowaumba, alileta vile vitu vyote ambavyo ameviumba na akamletea Adamu ndio avipatie majina. Hii inatuonyesha kwa namna gani jinsi ambavyo Adamu alikuwa ni rafiki wa Mungu kwa kiasi kikubwa. Tunaona hata kwenye maisha ya sasa hivi, kumpa jina mtoto wako, jina la rafiki yako, ni lazima uwe unampenda sana huyo rafiki, au kuruhusu ndugu yako ndio atoe jina kwa mtoto wako, ama kuruhusu rafiki yako ndio ampatie mtoto wako jina. Ni lazima muwe na mahusiano ya karibu sana. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kitu ambacho Mungu anaonyesha namna gani alikuwa ni rafiki wa Adamu. Lakini pia kitu kingine ambacho kinatuonyesha jinsi gani Mungu alikuwa ni rafiki mkubwa wa Adamu ni kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kumpatia Adamu achague kitu ambacho yeye anapenda. Ukiwa na rafiki ambaye anaweza akakutoa outing na akakwambia chagua kile ambacho nadhani itakuburudisha moyo wako, itakuwa ni furaha kwa moyo wako, lazima huyo awe ni rafiki ambaye anakujali sana. Rafiki asiyejali anaweza kununua zawadi yoyote ile na akakuletea na anajua kabisa hautalalamika kwa sababu ni zawadi tu. Lakini rafiki anayekujali anaweza kukupa nafasi ya kuchagua ni aina gani ya zawadi unataka. Mungu alimletea vyote ambavyo ameviumba Adamu ili aone kama anaweza kupata company, ili aweze aone kama atapata mtu wa kufanana naye, rafiki, mtu wa kujenga naye maisha. Lakini Mungu akagundua kabisa kwamba Adamu hajafurahishwa na vile vyote, ndipo akamfanyia huyu mwanamke. Na kisha Adamu akaridhika kabisa, akamwambia Mungu kwamba hakika huyu ni nyama katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu. Haya yote alikuwa anafanyika hivi kutuonyesha namna gani jinsi ambavyo Adamu alikuwa na mahusiano mazuri sana na Mungu, alikuwa na urafiki mkubwa na Mungu. Lakini jambo la tatu ambalo linatuonyesha jinsi gani ambavyo walikuwa na urafiki ni jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameshakuwa na utaratibu wa kwenda mara kwa mara katika bustani. Ukija kuangalia kama jinsi ambavyo tulizungumzia kwenye somo lililopita, ni kama Adamu na mke wake walikuwa wamekwisha jua ni masaa gani ambayo huyu rafiki yao alikuwa amezoea kuja bustanini. Kwa hiyo baada ya kuwa wametenda dhambi na kuanguka, walijitahidi sana kufanya juhudi zote ili hadi kufikia muda ule ambao Mungu huwa anakuja kwenye bustani, basi hawakuti angalau wamejifunika, wamejificha uchi. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba walikuwa wamekwisha kuwa na ukaribu kiasi kwamba hata ratiba walikuwa wanajua ratiba jinsi ambavyo inaenda. Ndivyo jinsi ambavyo inakuaga siku zote. Ukiwa na rafiki ni rahisi sana kujua ratiba za maisha yake, muda huu anapatikana wapi, muda huu anafanya nini. Kwa hiyo hizi ni ishara tatu ambazo zinatuonyesha namna gani jinsi ambavyo Adamu alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Mungu. Lakini kwa nini sasa Adamu anaanza kujificha na kukimbia? Ni kwa sababu mahusiano yamekufa. Na ni kwa nini mahusiano yamekufa? Kifo kimeingia katikati. Adamu ameruhusu mtu mwingine kuingilia mahusiano yao kati ya yeye na Mungu. Kwa hiyo ukija kuangalia, tunapozungumzia hichi kifo katika bustani ama kifo baada ya mtu kutenda dhambi, huwa kinamaanisha kuvunjika kwa mahusiano kati ya mtu na Mungu. Huwa kinamaanisha kukosekana yale mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa ukija kuangalia mara nyingi sana ama katika mistari mingi sana tunamsoma Yesu kama mpatanishi. Na ndivyo jinsi ambavyo maandiko yanatuambia kwamba yeye alikuja ili atupatanishe na Baba. Yeye alikuja ili aturejeshe katika pendo la kwanza la Baba. Ni kwa nini tunapozungumzia mpatanishi, mtu huwa hampatanishi mtu na mtu ambao hawakuwa na mahusiano hapo kabla. Ukisikia neno mpatanishi ama kupatanishwa, inamaanisha kabisa kwamba hawa watu wawili wanaopatanishwa walikuwa na mahusiano hapo awali. Kwa hiyo mahusiano yalipovunjika ndio sasa wanahitaji kupatanishwa tena. Kwa hiyo Yesu Kristo anakuwa ni mpatanishi kwa sababu tumeharibu ama ukitenda dhambi unajikuta umeharibu yale mahusiano uliyokuwa nayo mwanzo kati ya wewe na Mungu. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, tukiruhusu dhambi kwenye maisha yetu, tumeruhusu kuvunjika kwa mahusiano yetu kati ya sisi na Mungu. Ukiruhusu kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, umeruhusu kuondoa ule urafiki, ule ukaribu uliokuwepo kati ya wewe na Mungu. Na iko wazi. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 15 hadi 17. Maandiko yanatuambia kwamba msipende dunia wala mambo yote yaliyomo katika dunia. Na sehemu nzuri ni hii anaposema kwamba kwa sababu ukipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Anamaanisha nini? Kwa hiyo kadri jinsi ambavyo unampenda Mungu, ndivyo jinsi ambavyo unazidi kuwa adui wa dunia.
kadri jinsi ambavyo unamtafuta Mungu na unakuwa karibu na Mungu, ndivyo jinsi ambavyo unakuwa mbali kabisa na mambo ya dunia. Lakini kadri jinsi ambavyo unaikumbatia dunia, unakumbatia mambo ya dunia, unakumbatia asili ya dhambi, ndivyo jinsi ambavyo unajitenga kuwa mbali na Mungu. Kwa hiyo ni haya mahusiano huwa hayaendi pamoja. Huwezi ukamchanganya Mungu na jambo lolote lile la kidunia. Huwezi ukachanganya Ukristo na mambo mengine yoyote ya kidunia. Kwa hiyo ni either ukubali kumkumbatia Kristo, au ni either ubaki katika mambo yako ya dunia. Kwa hiyo mahusiano yetu sisi na Kristo, mahusiano yetu sisi na Mungu ni mahusiano ambayo hayapaswi kuchanganywa na jambo lolote lile. Hayapaswi kuchanganya na kitu chochote kile. Kuna wakati mwingine huwa tunatamani kuwa na Kristo, na wakati huo kutamani kuwa na mambo ya dunia. Na wakati mwingine tunaonekana kabisa kama tuna struggle kwenye maisha, tunang'ang'ana kwa sababu tunajaribu kufanya haya mambo yote kwa wakati mmoja, na ni vitu ambavyo haviwezekani. Either umpende Mungu ama uipende dunia. Na maandiko yako wazi tu anatuambia kwamba Mungu hapendi watu ambao wanajaribu kuwa vuguvugu. Ni either uwe moto ama uwe baridi. Lakini kitu ambacho najaribu kufundisha hapa ni nini? Ni kwamba kama utachagua kuufisha mwili wako wa dhambi. Ninaposema kuufisha mwili wa dhambi, ni kusema kwamba Kristo, wewe ndio umeninunua kwa damu yako ya thamani. Ni kusema kwamba Kristo, haya maisha ninayoishi sio ya kwangu, ni maisha yako. Na kama maisha ninayoishi ni ya kwako, mimi ni nani nichague nini chakula? Mimi ni nani nichague nivae nini? Mimi ni nani nichague nani awe rafiki yangu? Mimi ni nani nichague nini cha kuzungumza? Mimi ni nani nichague nini cha kufanya? Kwa hiyo kama haya maisha sio ya kwangu, ninakubali kwamba Kristo alikufa pale msalabani kwa ajili ya maisha yangu. That means, hiyo inamaanisha ni kwamba haya maisha nilionayo sio ya kwangu. Kwa hivyo kama Kristo, haya maisha ni ya Kristo, ninayeishi mimi ni ya Kristo, inamaanisha kwamba Kristo ndio yeye atachagua mimi nile nini, nivae nini, niende wapi, nizungumze na nani, niseme nini, nitende nini. Kwa hiyo urafiki wetu na Kristo utahusiana na kwa kiasi gani tumejitoa kwa ajili tumetoa maisha yetu kwa ajili yake. Kwa hiyo tunaposema habari ya kifo huua mahusiano. Uchague sasa, je, hichi kifo unataka kiue mahusiano yako wewe na dunia, ili sasa uwe na urafiki na Yesu Kristo, uwe na mahusiano na Mungu, au hichi kifo kiue mahusiano yako wewe na Mungu ili uwe na urafiki na dunia. Na nikutie moyo kwamba ya dunia, haya dhiki za dunia na mambo yote ya dunia ni ya muda tu, kulinganisha na huwezi ukalinganisha kabisa na utukufu ule ambao Mungu ametuandalia hapo baadaye. Kwa hiyo ni ya nini tuendelee kubebelea haya ya dunia? Ni kwa nini tuendelee kukumbatia urafiki na mahusiano na dunia na utukose utukufu ambao Mungu ametuandalia hapo baadaye? Nilisema hapo mwanzoni kwamba mpango wa kwanza wa Mungu ni uzima wa milele, urafiki sisi na yeye, ukaribu sisi na yeye, kuwa na ule ushirika sisi na yeye. Kwa hiyo ni tutamani sana kuwa na ushirika wa milele sisi na yeye, lakini huu ushirika utakuja tu kama tutakuwa tayari kuusurubisha mwili, kusema kwamba Kristo, sasa ingia utawale maisha yangu, wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo maana ya pili ya kile kifo ambacho Mungu anakizungumzia pale ni kuvunja mahusiano. Mungu akubariki sana. Amen.